Chini ya jua kuna mambo mengi sana yanayotokea, na ni vigumu sana kujua. Nyumba zinaficha mambo mengi sana, na watu wanakutana na matatizo na mateso mengi sana. Lakini watu husema kwamba yasikie tu kwa mwingine, lakini usiombe akakukuta wewe. Unayemtazama hapa, huyu ni mwanamke ambaye anafahamika kwa majina ya Elizabeth Michael. Huyu ni nesi anayepatikana huko manispaa ya Kahama. Anaabudu katika kanisa la IRCT, kanisa ambalo linapatikana Nyakato pale pale mjini Kahama. Nesi huyu ambaye anafahamika kwa jina la Elizabeth Michael anaelezea tukio ambalo lilimtokea takribani miaka kadhaa nyuma iliyopita. Tukio ambalo lilimtesa sana kwenye maisha yake, lakini hakuwa na cha kufanya kwa wakati huo. Alikuwa amegubikwa na ukungu wa giza, asifahamu nini afanye. Hata alipojaribu kuelezea ndugu yake kuhusiana na tukio la kushiriki mapenzi na nyoka, lakini bado hakupata msaada stahiki kutoka kwa ndugu zake. Ameteseka na tatizo hili Elizabeth Michael, huyu ambaye ni nesi kwa taaluma yake, ambaye anapatikana hapo Kahama. Amezungumza jinsi ambavyo alivyoweza kuteseka kwa kushiriki mapenzi na nyoka anapokuwa amelala nyakati za usiku. Unaweza kazani ni kama hadithi, lakini la hasha, hii sio hadithi. Haya ni maisha halisi ambayo aliyaishi wakati huo, kabla sasa hajaamua kuokoka. Na alipofika katika madhabahu ya IRCT pale Nyakato kwa mchungaji Madaraka, ndipo palipopata suluhisho la matatizo yake. Na hapa Elizabeth anaelezea kinaga ubaga jinsi alivyoteseka kwa miaka kadhaa kwa kushiriki mapenzi na nyoka wakati wa usiku. Tazama mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili na wengine waweze kujifunza kutokea kwa nesi huyu anayepatikana huko Kahama, jinsi alivyoshiriki na nyoka katika swala zima la mapenzi. Kwa jina ninaitwa Elizabeth Michael. Ninaishi Kahama, mtaa wa Nyakato. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyotendea katika maisha yangu. Lakini pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya ufungulivu ambao niliupata katika kanisa hili la IRCT. Nilikuwa na kifungo ambacho kilinitesa kwa muda wa miaka mingi. Na hicho kifungo kilikuwa ni kifungo ambacho nilikuwa sikipendi, kilikuwa kinanitesa. Nilikuwa nashiriki tendo la ndoa na nyoka. Na kifungo hicho kilinitesa kwa miaka mingi, lakini ninamshukuru Mungu. Mwaka 2022 nilipofika madhabahu hii ya IRCT, nilifundishwa na kuombewa, na ndipo nilitoka kwenye kifungo hicho. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya ufungulivu ambao niliupata. Amina. Kwa faida ya watu ambao wako nje na kanisa, ambao pengine wanaweza kadhani wale wasioamini wenye imani haba, pengine wanaweza kusema ilikuwaje na ilikuwa ni nini, ya maswali kwa ni mengi sana. Waweza kukumbuka kipindi tukio hilo na kutokea ilikuwa ni mwaka gani? Sababu ni kwa miaka mingi, ilikuwa ni mwaka gani na ilikuwaje kabla kukutana na Yesu wa madhabahu haya ya IRCT? Huko nyuma kipindi tukio hilo kutokea ilikuwa ni mwaka gani na ilikuwaje, kwa faida watu ambao nasikiza wapate kuelimika na kujua sana tukio lako, madam? Amina. Nipende kumtia nguvu yule mtu ambaye ana changamoto ambayo mimi pia ilinipata, au mtu mwingine anaweza akaona haiwezekani ama anaona aibu. Mwanzo hata mimi nilijua kwamba ni mimi peke yangu ambayo nina shida hii, lakini ninamtia moyo yule ambaye ana tatizo kama la kwangu, kwamba aamini Mungu anaweza akamfungua. Hata mimi pia nilikuwa siamini, lakini pia nilikuwa sijui, nilikuwa naona ni kitu cha kawaida, lakini nilipoamini ninaona Mungu alinifungua katika kifungo hicho. Yaani yule nyoka ilikuwaje? Kwani ndotoni ama ilikuwaje tukio lile la nyoka? Amina. Yule nyoka mara nyingi nilikuwa nikishiriki naye tendo nikiwa nipo katika ndoto, nikiwa nimelala.
Ulikuwa katika ndoto? Ndio. Na hiyo ilikuwa ni mwaka gani kipindi ndoto hizo zinakutokea za nyoka? Kwa mara ya kwanza nilikuwa namuona nyoka ilikuwa 2019. Lakini nikuja kupata ufungulivu mwaka 2022. 2022. Ilikuwa ni ndoto ya siku moja ama ilikuwa ni ndoto inayojirudia? Ilikuwa ni ndoto ambayo ilikuwa inajirudia kila wakati, kila saa, kila wakati, wakati wowote, iwe ni mchana, iwe ni usiku. Yaani ile roho wakati tu ikijisikia ni muda gani sasa hivi nataka kuniingilia, ni hivyo ilikuwa inaamua ni wakati gani. Yaani wakati ile roho inapotaka kuniingilia, ilikuwa inafanya hicho kitendo. Ulikuwa kwenye hali gani pindi ndoto inapokutokea? Unakuwa kwenye hali gani? Amina. Hali niliyokuwa naipata ni kwamba nilikuwa mtu ambaye sina amani. Nilikuwa mtu ambaye ninateseka, nina magonjwa kila wakati. Yaani kila wakati nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa naumwa. Kwa kila ulipokuwa ukiota ndoto unatembea na nyoka, unashirikiana na nyoka, maana ulikuwa unaugua? Ndio. Na ulishawahi labda kipindi ulipokuwa hali inakutokea unashiriki mapenzi na nyoka, ulikuwa labda unawaeleza familia yako, ndugu zako ambao wanakuzunguka pale? Hapana, sikuwahi kueleza familia yangu. Ilikuwa ni siri yako? Ilikuwa ni siri yangu mwenyewe. Kwa nini uliamua kuwa siri yako bila kueleza kwa watu wengine? Naamini ilikuwa tu ni ile ni kile kifungo ambacho nilikuwa nacho. Ndio maana sipata lile wazo kwamba nitaeleza familia yangu, na ikawa iko hivyo. Lakini mara baada tu ya kukanyaga hii madhabahu ya IRCT, nilipoanza kupata mafundisho na maombezi, ndipo hicho kitu kilifunguka kwenye maisha yangu. Wakati hali inakutokea ulikuwa unaishi peke yako ama ulikuwa umeshaolewa? Hapana, nilikuwa naishi peke yangu. Ulikuwa unaishi peke yako? Ndio. Haukuweza kuelezea hata wazazi wako ama ndugu zako kuhusiana na tukio hilo, wakajaribu kukuelezea kwamba limekaaje, labda kimila, nyeje? Sikuwahi kueleza familia yangu. Ndio. Kwa ulikana kwa muda, ile tukio lilianza 2000 ngapi? 2019 mpaka 2022. Mpaka 2022. Ndio. Baada ya hicho kipindi chote ilikuwaje mpaka kuchukua maamuzi ya kufika hapa? Maamuzi ya kufika kanisa, kuna sababu ambayo ilisababisha mimi kuijua hii madhabahu. Tupe sababu hiyo. Sababu iliyofanya kuijua hii madhabahu ni mara baada tu ya mdogo wangu ambaye alishambuliwa na mapepo, na watumishi wa Mungu ambao walimsaidia kumfungua na kuwa salama ni watumishi wa hii madhabahu. Hapo ndipo nilipoijua hii madhabahu kwa mara ya kwanza. Na wakati tukio hiyo 2019 mpaka 2022, tukio hilo la kushiriki mapenzi na nyoka ndotoni, tayari ulikuwa ni nesi ama ulikuwa bado hujawa nesi? Nilikuwa niko nesi, nilikuwa tayari. Ulikuwa tayari nesi? Ndio. Wakati huo. Kwa hata kazini uko naenda hivyo hivyo ukifika na mawazo? Ndio. Ulipofika madhabahu ya IRCT ilikuwaje? Nilipofika madhabahu ya IRCT, kwa kweli niliona mambo mengi sana kwenye maisha yangu. Ni mambo mengi ambayo nimeyapata. Nilipata ufungulivu kitu cha kwanza. Lakini pia nilikuwa dhaifu ama mgonjwa. Lakini pia magonjwa pia yameisha. Nilikuwa pia ni mtu ambaye nilikuwa nakosa amani. Nilikuwa pia ni mtu ambaye nina uchungu, nina maisha ya uchungu. Lakini hadi leo hii sina ule uchungu ndani ya moyo wangu. Ni mtu ambaye nina furaha. Ndio. Na ulipoelezea viongozi, ikimaanisha mchungaji, ulimueleza kuhusiana na ndoto ile, alikutafsiri labda kiroho ilikuwa inamaanisha nini kuota ndoto kama hiyo? Aliniambia ni kifungo. Ndio. Ni kifungo tu. Okay, sawa. Kwa sasa hivi hali ikoje? Ninamshukuru Mungu, sasa hivi naendelea vizuri. Sishiriki tena tendo la ndoa na nyoka. Hata huyo nyoka mwenyewe simuone. Kwa kweli namshukuru Mungu. Hadi kufikia leo hii mimi ni mzima kabisa. Sawa. Vipi hali yako ya kawaida mara baada ya kuokoka na kukaa katika wokovu? Una kipindi chote ambacho umeshaombewa. Kwa hiyo hali je kutokea mpaka leo tena kuota hizo ndoto?
sijawahi kutokewa na hiyo hali ya nyoka tena. Wengine ambao wanakutazama hapa unawaambia nini? Wale ambao wako nje hawajaokoka na wanapitia ndoto kama hizo ambazo uliishi nazo kwa kipindi kirefu. Kwa wale wanaonisikiliza na kunitazama, naomba kitu cha kwanza wamwamini Mungu, na wale ambao wako karibu na maeneo ya Kahama wafike kanisa la IRCT ambalo liko wilaya ya Kahama, mtaa wa Nyakato Makaburini, jina maarufu, ndipo atapata ufungulivu wao hapa. Amina, barikiwe. Amina.